Mabibi na mabwana wa Pi Network Support East Africa, kokote mliko jamani, nawapenda sana. Mimi dada yenu Tuli Jako, nawapenda sana jamani, kokote mliko, mlindwe na Bwana jamani. Wakati huu tunaendea siku zinavyozidi kusonga jamani, kwanza tujiweke mikononi mwa Bwana Mungu. Ketie mahali pa juu palipoinuka. Tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi njema. Asante kwa kutupenda, kutupigania na kututetea. Asante kwa kutufichia aibu zetu siku zote. Asante kwa kutushika kwa mkono wako. Asante kwa kututunza, kutupigania na kututetea katika maisha yetu. Asante sana Baba kwa kutufichia aibu zetu. Wewe ni Mungu usiyeshindwa siku zote. Tunakuomba Bwana ukatupe afya njema. Ukatugange malazi ya moyoni na ya mwilini. Hatimaye tuione full open minded, tukiwa na afya njema, wenye furaha tele. Ninaomba watu wote tuliokopa kwenye magrupu haya Pi Network Support East Africa pamoja na Digital Finance jamani, utushike, ukatukumbatie kama kuku akumbatia hivyo vifaranga vyake. Tunaomba ukawashike mkono walimu wetu wenye elimu mbalimbali ambazo wanazileta kwenye magrupu yetu Bwana. Tunaomba Bwana ukawashike, ukawape maarifa zaidi. Kaka yetu Msafiri ukampe maarifa, ukamponye magonjwa ya rohoni na moyoni na mwilini pia. Tunaomba akawe na afya njema. Tunaomba wababa wa familia hii wote ukawape nguvu, ukawaponye. Maana wenyewe ni baba wa familia, ni vichwa vya familia. Wamama ni jeshi kubwa kwenye magrupu yote haya ya Pi Network Support East Africa pamoja na Digital Finance. Wamama ni majeshi makubwa sana. Tunaomba ukatutakase, ukatuponye na kila hali, mmoja mmoja kokote aliko jamani. Wanaume baadhi nitawataja: kaka Mapozi Jaka, Msafiri Mzilai, pamoja na Lutendano Wechela jamani, Mpuzu jamani, Sopu Dagaa, Jafeti, kaka Jafeti. Wote hawa ni wanaume wenye grupu hili. Team leader kokote uliko jamani, Lucas, Lutendamo, wote jamani, hawa ni baadhi. Wajue kwamba wanawakilisha wanaume wengine kwenye grupu hili jamani. Naomba Bwana ukawashike mkono. Wamama wakina Divine waliokuepo humu wote, wakina Bite, wakina Sanga jamani, wakina Upendo Lema jamani, kokote mliko. Ninawataja mmoja mmoja, wengine wananyamaza siku zote, hawazungumzi, lakini wanaufuatilia huu mradi. Ninaomba Mungu ukawashike. Wenyewe wamezama kwenye maombi tu, hawasemi chochote, lakini kazi yao kubwa ni kuomba kwa ajili ya huu mradi. Ninakuomba Baba wa mbinguni ukamshike mmoja mmoja, ukamponye, na wote kwa jumla ukatupe riziki kubwa na ndogo ndogo. Hizi ndogo ndogo zikatufikishe full minded, na hiyo kubwa ikatufanye maisha yetu yote tutakaoishi hapa duniani. Jamani, mimi dada yenu ninawapenda sana. Mimi dada yenu Tuli Jako ninawapenda sana jamani. Mlindwe na Bwana kokote mliko. Mungu atulinde na atukumbatie na atuponye na atuongoze katika huu mradi mkubwa sana. Mimi nasema katika watu ambao tumeteuliwa ni sisi hapa jamani. Watu tumeteuliwa sisi ni kama wateule. Ni watu wangapi Mungu ambao tumewashirikisha hawakuweza kufikia hii fursa, sisi tumefikia. Kwa hiyo Mungu tunakuomba ukatutunze na kutukumbatia, na mwisho wa yote ukatufikishe mwisho wa huu mradi. Jamani, nimeomba na kushukuru, amen. Jamani, kokote mliko anapayonea upande wa mashariki, magharibi, kaskazini na kusini, ninawapenda sana. Mimi dada yenu Tuli Jako kokote mliko jamani, ni asubuhi njema. Mimi nimekuja na jambo moja tu hapa. Kwa timu bado hawajaleta mambo ya ulisi, hawajaleta kipengele kile cha ulisi, lakini maneno 24 ndiyo kila kitu jamani. Wapendwa, ninakuomba sana, yani katika hizi handset zetu hizi kuna fingerprint na kuna sehemu ya kusema kwamba uingize maneno 24 zile fast face. Kwa hiyo sasa simu yako wewe itakapokuwa umeweka fast face au ile fingerprint wewe itahusika, wewe muhusika moja kwa moja, kwa sababu hiyo finger yako ndio ulioweka pale. Maneno 24 unayatype
maneno 24 unayaandika. Sasa kama wewe umehifadhi maneno 24, mtu yoyote, yani mtoto wako sijui nani ambaye utamwamini, akiweka yale maneno 24 atahamisha hiyo asset. Kwa hiyo cha msingi, kama tunaweza tuwafungulie watoto wetu zile, au watu ambao tumewaamini tuwafungulie zile tunasema fast track KYC. Tukichawafungulia zile fast track KYC, hata leo hii ukitaka umefariki, umefanyaje, anaweza akahamisha moja kwa moja zile kwenye zile akaunti yake, ile wallet, au akaendelea kutumia hiyo asset yako yeye kwa kuingiza siku zote maneno 24. Je, kama kipengele cha kuto kuweka ulisi, zile fomu za kujaza mlisi wako ni nani, kama hazijaja, wewe unafikiri utafanyaje? Itabidi uchukue yale maneno 24 uliowakabidhi, ndio wataendelea kuyatumia au kutumia hizo asset zako. Wakitaka kutoa pai yao ili watumie, wanaingia pale, wanaingiza maneno 24, wanahamisha. Kwa sababu maneno 24, ukisha kuwa na maneno 24, zile private key, kuna kitu gani? Sasa kama wenyewe kwa timu hawajaweka hiyo mambo ya ulisi, hawajazileta hizo fomu, maana yake wangezileta hizo fomu tungejaza kwamba mimi jamani, watu wangu ni 1 2 3, hawa ndio walisi wangu. Sasa hawajaleta zile fomu, unafikiri tutafanyaje? Hatuwezi kufanya kitu chochote. Kwa hiyo cha msingi tutumie akili zetu tulizozaliwa wakati huo. Wewe ndio maana unaambiwa kwamba maneno yako mpe mtu ambao unamwamini. Mtu yoyote ambao unamwamini wewe, ambao unamwamini. Wengine hata ndugu zetu tu wa tumbo moja hatuwaamini. Kwa hiyo wewe muamini mtu ambaye wewe unamwamini. Mimi nilisema kwa mfano, mimi mtu wa kumwamini mimi ni watoto wangu, hata kama chizi. Mimi ni mtoto wangu, mimi namwamini. Hivyo. Na kama nikiona vipi ni bora hata jirani, basi umpe hata jirani ambao wewe unamwamini, ana akili zake timamu, unaona kwamba hizi hazitapotea bure. Unaona, watu tuna roho ngumu, watu tuna roho mbaya. Katika ili tuchague watu maalumu, watu wenye akili zao, ndio tuwape maneno 24, watu wenye akili zao. Hivyo unafikiri mimi siku zote naingia hapa jamani? Yakobo jamani, si mnamjua jamani? Mama yake, mama yake Yakobo jamani, si unamuelewa jamani? Yule mapacha wawili wale. Lakini alimpenda mwingine. Kwa sababu gani? Chuki na ubinafsi. Kwa nini wewe uweke chuki mbele, uweke ubinafsi mbele? Sasa cha msingi, hayo maneno yako 24 ndio ufunguo wako. Kwa hiyo huo ufunguo mpe mtu ambaye unamuamini. Wakati huo kwa timu wanaendelea kutusaidia au wanaendelea kuchakata, kutafuta hizo fomu za ulisi tuzijaze, sijui nini. Sasa hizi maneno 24 ndio kila kitu chako kipenzi. Hapo ulipo, kokote, mwanapayonia wote uliopo, kaskazini, mashariki, magharibi, maneno 24 yako ndio kila kitu. Yani maneno 24 ndio ufunguo, maneno 24 ndio sahihi yako, maneno 24 ndio una uwezo wa kuhamisha kila kitu. Hizo private key ndio zinakuja sawa baadaye, unaweza ukasema ninaweza, anakuambia uingize hizo. Lakini pia yani tunaomba na ninawaomba ndugu zangu mabibi na mabwana wa kwenye grupu hii, tafuteni watu sahihi wa kuwakabidhi hizo key zenu, hizo funguo zenu. Unaambiwa ufunguo ndio funguo ya kuingilia wapi? Ya kuingilia kwenye hazina yako. Hakikisha unampa mtu timamu, mtu mwenye akili zake jamani. Jamani. Maana okoa timu sasa, kama iko kipengele hawajakitoa, unafikiri itakuwa kitu gani? Na miradi yoyote inaweza kutokea. Usiseme kwamba Pi Network ndio itatoa kila kitu kiko kamili. Pengine hata hiki kipengele hawatakiweka. Wasipokiweka unafikiria nini? Iko kipengele cha ulisi. Sasa wewe inatakiwa kwa akili zako ndio uchukue yale maneno, useme kama unaandika mimi namkabidhi 1 2 3 ndio atasimamia hazina zangu mimi. Unaandika, unaenda kwa mwanasheria, unaandika pale huyu fulani na fulani ndio mimi atanisimamia. Atasimamia mimi hizi kwa ajili ya wenzake. Au kama vipi unawaandika wote, kama ni watoto wako 3 wote unawaandika au 4, hawa ndio watamiliki hizi hazina zangu. Sasa ndio maana mnaambiwa maneno 24 msiyapoteze. Maneno yaweke, wengine wana screenshot, wengine wanaweka sijui kwenye laptop zao za kazini, wengine wanaweka kwenye kompyuta zao sijui za wapi. Kwa nini mfanye hivi jamani? Tuhurumiane jamani, tujihurumie sisi wenyewe jamani, tujihurumie.
Wewe hapo kwa kusema hapo, mimi nakwambia mimi sasa hizi wewe ni bilionea jamani. Hebu fikiri kitajiri, fikiri kitilionea, fikiri kistilionea sasa hizi. Wewe usione hapo kwenye ukurasa wako pale unaona pale labda 400 pale 1000 unajichukulia poa. Wewe sio mtu poa jamani. Jamani mimi nawapenda sana. Imenigusa hii ya kusema kwamba nani watu nini. Sasa kama kwa timu hawajaleta hivyo vipengele vya ulisi, vya mirasi, sijui na nini, wao nafikiri tunafanya nini? Ndio maana unaambiwa chunga maneno yako 24 jamani. Chunga private zako kizo. Angalia watu wenye akili timamu. Mimi yaka mwenzangu niwaambie kabisa eti nimeona kabisa mume wangu haeleweki. Wala kwa kweli hapana, simpi hayo maneno 24. Na wewe mwanaume umeona mke wako haeleweki, usimpe hayo maneno. Unampa ya nini? Wewe alikuwa anakusaidia kuweka bando? Hapa ulipo tu mko nyumbani hapo anakuonyeshia visichana vyake, anachati kwenye simu, wewe leo inakuuma, unakonda kama vile unakuwa mdogo kama pilitoni. Afu leo hii nikampe maneno yangu siwezi jamani. Siwezi. Mimi siwezi kabisa. Eti saizi mimi nimelala, nimesha chimba pai langu huko, nimetafuta bando langu, ninalala mwenyewe anachati. Tukutane wapi Kijitonyama? Tukutane sijui wapi, sijui samaki. Sijui tukutane wapi, sijui yuko Uyole, sijui nini. Message zake naziona mimi kimya, mara wanabusiana vi-image vya lavu. Mimi hata siku moja hajawahi kuniambia nakupenda, hajawahi kunirushia iko ki-emoji cha lavu, hajawahi hata siku moja. Alafu eti mimi nianze kumuendekeza. Yaani namtoa kabisa. Yeye ataendelea kukaa nao watu wake, mimi na huyo mwanaume. Sasa na wewe mimi hapo huyo mwanaume. Sasa wewe na wewe mwanamume muangalie huyo mke wako anafanya nini kwenye maisha haya. Anakwambia vitu vyake, anakushirikisha anakushirikisha. Ukiondoka kazini anaondoka anaenda. Si ajabu hata huyo mtoto uliozaa sio wako, uliozaa umo ndani sio wako kwake. Yeye mwenyewe anamjua mtu aliozaa naye. Unamwangalia mtoto hafanani na wewe kidole, hafanani na wewe kichwa wala nini, bado unasema eti huyu mganga, alafu ndio unampa maneno 24 Hapana, kwa kweli siwezi. Jamani nawapenda sana, nawatakia jamani asubuhi njema. Mlindwe na Bwana kokote mliko, mashariki, magharibi, kaskazini, kusini. Woyo! Dada yenu Tuli.